Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Muhammad abduhu wa rasuluh. Arsala bil huda wa dinil haqq li udhhirahu ala dini kulli walau kana hal musyrikun. Amma ba'd. Ndugu zangu wanado la TV, tutakwenda kufundishana na kukumbushana mambo ambayo sisi tukiyatumia kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tupenda kujalia. Leo tunakwenda kuwasaidia wale ambao wenye matatizo, wenye baraha, wenye mashida, wenye dhiki, mambo magumu kweli katika maisha. Au wewe una haja kutaka muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi haja hii tunaweza tukatumia njia hizi kwa uwezo wake Allah, basi mwenyewe atakwenda kukusaidia. Kufundisheni njia mbili kwenye maeneo tofauti. Sawa, njia ya kwanza ambayo inapatikana katika miujiza yake Allah subhanahu wa ta'ala na ikramu yake, kuileta aya ambayo inasema hasbi Allahu wa la ilaha huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Aya hii kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na ukiitumia kwa uwezo wake, basi wewe mambo yako utaona yanafunguka. Lakini ni haya inapatikana katika sura gani, au ni haya inapatikana katika juzuu gani? Kwamba ni haya inayopatikana katika sura Tauba, ni aya ya mwisho kabisa neno lake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipoanza pale kusema hasbi Allahu wa la ilaha alayhi, hasbi Allahu wa la ilaha huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ama sehemu ya kwanza mwenye kusoma hii mara 40 ukaisoma siku ya Jumamosi, ukafanya ndourani wako, ukamomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala watu wakupende, watu wakusikilize, watu wakuthamini, watu wakuamini, watu wakukubali, basi Allah haja hiyo ataitimiza. Sawa, unataka kupendwa, unataka upo kazini, una biashara zako, una mambo yako mbalimbali, popote pale ukienda, basi Allah ajalie upate wepesi wa kuthaminika na wewe kama binadamu wengine, ama kufungukiwa katika ulimwengu huu wa kidunia, watu wa kusikiliza, wa kuamini na mambo mengine. Basi ifanye hii hasbi Allah wa la ilaha huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ni maneno yako ambayo kila Jumamosi unayatamka. Lakini mankana lahu hajati, mwenye kuwa na haja zake nyingi, sawa, una haja mbalimbali, una haja ya ndoa, una haja ya kazi, una haja ya biashara zako zifunguke, una haja ya kuajiliwa, una haja ya cheo, una haja ya maradhi na mambo mengine, basi faliyakra hadhihi aya hatfa marati, asome aya hii mara 1000 siku ya Jumamosi insha Allah. Baada ya hii kusoma kisomo chako, atie nia, Mwenyezi Mungu afungue kifua chake, afungue mambo yako, afungue riziki, afungue kazi, yani lolote ambao unaikusudia wewe, haijalishi lipo katika kuondosha mabaraha au kutaheri, kuondosha shida, kuadhibu adui. Ni dua nzuri sana kwa wale ambao tunaonewa mara kwa mara. Some hii mara 1000 siku ya Jumamosi kwa nia yako kumwomba Mwenyezi Mungu, hata kama umetimbiwa, una madeni mbalimbali, Allah atakufanyia wepesi na ijaba yake utaipata. Lakini kwa wale ambao atakaisoma hii kwa ajili ya haja, inapendeza zaidi usome kwanza sura Yasin, ukiweza mara 3, ukiweza mara 7, ukiweza mara 1, basi usome kwanza sura Yasin. Lakini kama kawaida napendeza sana kwa kufundisha kwamba kabla hujasoma dua yoyote usome farasi 3, usome na dua zingine, ni sura zingine ambazo utoe sadaka kwa umma, utoe sadaka kwa mashehe, walimu na mitume mbalimbali, madarueshi, mawali wa Allah na mambo mengine. Baada hapo sasa utaendelea na masomo yako kwa astaghfirullah, la ilaha illallah, msalia mtume. Baada ya hapo sasa wewe endelea na dua yako kwa biiznillah, ukimaliza kabla mwanzo tuweka nia na kumaliza weka nia insha Allah. Lakini vile vile ambaye atakayefanya uradi wake kwa kusoma hii hasbi Allah la ilaha wa tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, atakayesoma hasbi Allah wa ni'mal wakil, atakayesoma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, akasoma kwa idadi hii, akasoma wa kila moja 120
au akasoma kila moja mara 7 au akasoma kila moja mara 11 inamtosheleza. Lakini usome baada ya swala asubuhi inamtosheleza yule mtu kwa lolote analotaka mbele ya Mwenyezi Mungu hawezi kufunguliwa kana kusoma dua. Kuna wanasema ukisoma mara 120 haitapita ile siku isipokuwa haja zako na kile ulichokusudia mbele ya Allah wewe utapewa. Kwa hiyo ukazisoma hiyo kama hii napiga 120, ukasema hasbunallahu wa ni'mal wakeel 120, ukasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin mara 20 na 120, kila moja mara 120, basi kabidhi Mwenyezi Mungu shida zako. Lakini hii unatakiwa ifanye baada ya swala asubuhi. Kana wewe umekimbia unaenda kwenda una mtihani mbalimbali, mimi niwaachie nyinyi wenyewe mfanye na maana zake Allah subhanahu wa ta'ala ataiona. Na hivyo unaweza kumfanyia mtu yoyote kokote alipo duniani, msikana na mwanao, mtoto wako au wewe mwenyewe unatamani kufanya dua umeshindwa, basi unaweza kumwambia mtu akufanyia. Inshallah Mwenyezi Mungu mwenyewe atatuhabarie kwa yale ambayo tunamuomba. Sikote bila kuomba limebuka. Lakini kama una swali, ushauri, unaweza kujiunga na mimi kama utapendezewa katika hizi elimu. Lakini kwa wale ambao wenye matatizo mbalimbali popote pale duniani, tumombe Mwenyezi Mungu kupitia haya ambayo niliwafundisheni na akajalie Mwenyezi Mungu awe ijaba na sababu ya kufungukiwa Mungu wetu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.